Kifuatacho kwa sasa ni kumkaribisha mkuu wa shule wa Al-Hikma Primary kwa ajili ya kutoa neno la ukaribisho. Kwa hiyo Mr. Msemo, karibu sana kwa ajili ya neno la makaribisho kwa watu wote ambao wamefika katika eneo hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa niaba ya wakuu wa shule Al-Hikma Schools, nichukue fursa hii kualika hapa Al-Hikma Nursery and Daycare Center. Nadhani mnaona huu ndio msingi, namna ambavyo taasisi imeweza kukua. Kwa sasa tuna Daycare Center ambayo inajitegemea, na ndio hapa mahali tulipo. Lakini nichukue fursa hii kuwaomba wana Al-Hikma alumni pamoja na wazazi tuwaunge mkono vijana wa Al-Hikma alumni. Hawa ni vijana ambao wamesoma katika shule za Al-Hikma Schools. Mkuu wa taasisi ya Al-Hikma Foundation na mwenyekiti wa kamati kuu ya mashindano makubwa ya Qur'an ya mabara yote ulimwenguni, Sheikh Nuruddin Kishki, tayari amewasili katika eneo letu hili akiwa ameambatana pia na Sheikh Shaaban kwa pamoja. Kwa hiyo ratiba yetu inaenda vizuri mpaka sasa, na muda huu ni muda kwa ajili ya kalma ya kwanza. Tutambue kwamba hafla hii ina mashekhe mbalimbali akiwemo Sheikh Abdurrahman Mihina, Sheikh Shaaban, Sheikh wetu wa wilaya, Sheikh Zailai Mkoyogole. Kwa hiyo pawapo na mashekhe, lazima tupate nasaha kutoka kwao, nasaha ambazo yamkini tukiondoka hapo kila mmoja akajua katika hafla hile ya ndugu zetu wa alumni kuna jambo kadha kutoka kwa shehe kadha tumefaidika nalo, ili tusiwaache watu wakiondoka hapa wakiwa hawajapata chochote tukasema hapana. Lazima sehemu ya nasaha iwepo, na wa mwanzo kati ya hao ni Sheikh Abdurrahman Abu Bakar Mihina au Mhana, kilahuma sawaa, Kizingani finest. Karibu sana Sheikh Abdurrahman. Kizingani ni ukanda wa bahari, pembezoni mwa bahari ya Hindi, mkoani Tanga kuelekea Mombasa huko. Wao kule dagaa liuzu linatolewa bure tu. Mashaallah. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naam, ndugu zangu mliohudhuria katika hafla hii, nasalimia tena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakika ni 5 zitakiwa sipewe haki yake. Nilijipanga na kama nusu saa hivi 5. Sheikh wangu niombe dua dakika 5 hizi. Allahu akbar. Naam, jambo la kwanza, inafurahisha sana kuona vijana wetu ambao wamesoma katika shule zetu, katika taasisi yetu ya Al-Hikma, wanafanya mambo ambayo Uislamu umeagiza na Uislamu unayataka mambo hayo. Mambo ambayo yanaifanya jamii iwe na amani, iwe na utulivu.
almujtamau alislamiyu mujtamaun mutarahim, jamii ya Kiislamu ni jamii yenye kuoneana huruma, na hili tunaloliona hapa ndio hivyo. Kumfikiria mwenzako ambaye hana futari, hana cha kuanzia, ukamfikiria, kwa kweli hili ni jambo zuri sana. Huku ni kuoneana huruma, kwa sababu kuna msemo unaosema ashibaye hamjui mwenye njaa. Ashibaye hamjui mwenye njaa. Lakini hawa vijana wameshiba, lakini wamewafikiria wenye njaa, na hili hawakulitoa popote, bali wamelitoa kwenye Qur'an. Allah anasema katika suratul Fath, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kipande cha mwisho ndio nitafsiri. Wanaoneana huruma wenyewe kwa wenyewe. Huku ni kuoneana huruma, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man la yarham la yurham, asiyemuonea mwenzake huruma naye hataonewa huruma. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mtume anasema tena, waoneeni huruma walio katika ardhi, atawaonea huruma yule aliyo juu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hal kadhalika vijana wetu hawa wameangalia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema almu'minu lilmu'min kalbunyan, ni kama jengo moja. Tofali hili la shikamana na tofali hili linapatikana ngao, jengo linakuwa madhubuti. Na hadithi nyingine inasema kwamba mu'min kwa mu'min kama vile mwili mmoja. Mwili huu mmoja kikiuma kidole tu, basi mwili wote utakesa. Utakesha usiku. Kidole kinauma, lakini maumivu yako kwenye mwili mzima, unakesha mwili wote. Kwa hiyo vijana wameona hapana, kuna wenzetu watakiwa kufanyiwa mambo haya, wasaidiwe futari na kadhalika. Kwa hiyo hili ni jambo zuri sana. Wamefuata dini yao, na hawakuifuata hivi hivi, ni kwa sababu wameandaliwa, na ndio maana wamefanya jambo hili. Sisi tunamwombea Allah subhanahu wa ta'ala waliendeleze jambo hili, na viongozi wetu wazidi kuliunga mkono. Inshallah mbeleni kwa mambo yatakuwa ni makubwa zaidi na mazuri zaidi. Hili ni la kwanza. La pili namalizia kwa sababu dakika ni 5. Nazungumza na hawa vijana ambao wameandaa hili jambo, wa kike na wa kiume. Hawa vijana watakiwa waje wafanye mambo zaidi na zaidi, lakini hawatoweza kufikia huko kama watakuwa hawana utulivu. Vijana nisikilizeni. Vijana ambao mmetuleta hapa, mkatukusanya hapa, paka shewa wilaya yupo hapa, ili mpate utulivu, mtufanyie mambo mazuri zaidi na zaidi. Ili mpate utulivu, basi kuna kitu ndio kitakacholeta utulivu kwa wa kiume na wa kike. Kwa wa kiume, Allah akiwajalia mkipata uwezo, basi watafuteni wenzenu muanusuru ili wawape utulivu, kwa sababu ukishampata mwenzako ndio utakuwa una utulivu, na utafanya mambo vizuri zaidi, na utayapanga mambo vizuri zaidi. Bila ya hivyo, na dunia tulionayo leo, weza ukasikia mmoja hayupo, yuko kule na nini, mambo yameharibika. Na vijana, nyinyi ni binadamu. Inna hajata ar-rajuli lil-mar'a wa hajata al-mar'ati lir-rajul ka hajati al-insani ila ta'amin wa sharabin wa hawa'in sawa'an bisawa. Mtoto wa kike anavyomhitajia mtoto wa kiume, na mtoto wa kiume anavyomhitajia mtoto wa kike, ni kama mwanadamu anavyohitajia chakula, maji, hewa ya oxygen, sawa sawa kabisa.
kwa sababu hili nalo ni jambo la kimaumbile. Kama yalivyokuwa maji, bila kunywa maji huwezi kuishi, bila kula huwezi kuishi, bila kuvuta hewa ya oxygen huwezi kuishi, na hili nalo pia ni jambo la kimaumbile. Kwa hiyo wasijisahau, wakiwa na uwezo basi wafanye hivyo, wasikae hivi hivi. Hapa nitawauliza swali tena wa vijana baada ya maneno haya. Namalizia Sheikh. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu ambao wameshaoa, watu wana wake zao, lakini anawaambia hivi: mtu akitembea huko barabarani akamuona mwana mzuri sana akamtamani, basi asimfuati yule mwana akaenda akampiga mistari akamtongoza, bali arudi nyumbani kwa mkewe amwambie, mke wangu nataka, jamani samani ni Ramadhani, nataka mma. Yani kile alichokuwa nacho yule uliomuona akakusumbua, na huyu huko nyumbani pia anacho. Sasa nauliza swali kwa hawa vijana ambao wanatufanyia mambo haya, wakishawaona huko, maana nao ni binadamu watembea, haya wakishawaona wakimbilia wapi? Hapa ndio kwenye neno. Kwa hiyo hawana pa kukimbilia, pa kukimbilia ni huko kwenye kutafuta mwenzako. Nikirudi upande wa pili ndio namalizia kwa kina dada nao, watoto wetu, mabinti zetu. Ukishafikia wakati tena akija mwenzako ana vigezo, usilete yani, kubali. Almuhimu vigezo vya dini vipo pale. Usiseme mimi mpaka mpate digrii 2, mpate digrii 3. Ukiitwa itika, utakuja itika wala hujaitwa. Ukipewa chukua, usingoje jua kutua, ngoja yaumiza matumbo. At-taswif jundun min junudi iblis, ngoja ni askari katika askari wa Ibilisi. Wanangu nyinyi mabinti kama warda, kama vile ua waridi la chanua na kusinya. Kwa umri mlionao sasa hivi mmechanua, kila mtu ataka ua ambalo limechanua, hataki ua ambalo limesinya. Penye maua mtu hachukui ua ambalo limesinya, achukua lile ambalo limechanua, au sio mamashi? Alafu treni ya kuolewa ikishakupita, ndugu yangu, utamtafuta mchawi, kumbe mchawi ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo na nyinyi pia ngoja yaumiza matumbo. Akija mtu mambo yake safi, zile sifa zote zinazotakiwa ziko sawa, basi kubali, usingoje. Utakujalia ukosi wa kukunyamaza. Kwa hiyo vijana wangu wa kike na wa kiume, hapa pashikeni sana hapa. Dakika ni 5 nadhani pia nimeongeza. Wa hada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Sheikh Abdurrahman Mihina kwa nasaha tamu fupi, naamini zimegonga katika nyoyo zetu, na tuliosikiliza tumestafidi na tumefaidi. Naamini vijana ujumbe wenu umefika, amegusa sehemu ndio sana, na sote tunajua kwamba ujana maji ya moto, walianena wahenga, maisha kwao ya moto, wengine wote wajinga, hawafikiri majuto. Kwa hiyo ni muhimu sana vijana kuchukua nasaha ambazo zimesemwa na shekhe wetu. Muda huu pia naona haya kuambia mashekhe zangu zungumza dakika 3, dakika 5, lakini kulingana na mambo yalivyoenda inabidi mashekhe. Ilikuwa awali tuanze Sheikh Abdallah Al-Ahdal kwenye ratiba, lakini sasa inabidi awe wa pili baada ya kuzungumza Sheikh Abdurrahman Mihina. Kwa hiyo Sheikh Abdallah Al-Ahdal, wakati ni wako sasa. Itapendeza ukazungumza neno dakika 5 Sheikh wangu, zikipungua tutafurahi zaidi, zikizidi hatuna la kusema. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل السلام وأتم التسليم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ndugu zangu, kwanza niwaombe radhi mashekhe zangu kwa kuwatangulia na kusema mbele yao. Pili, nikitizama vizuri
naona nyuso za vijana, na alishamtangulia shekhe wangu kugusia upande wa vijana. Lakini ndugu zangu, tuko katika nyakati bora, nyakati tukufu, nyakati ambayo kwa mwaka imejirudi mara moja. Wengi tuliokuwa nao sasa hivi hatuko nao, na wote hapa hatuna dhamana kwamba tutamaliza mwezi huu, lakini ni fursa ambayo lazima tuitumie. Pia fursa ya ujana lazima tuitumie vizuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vitu ambavyo anasema mwanadamu lazima avitumie vizuri, miongoni mwake ujana wako kabla kuingia uzee. Hili neno la vijana siku hizi hutumika vibaya. Neno la kijana kama alivyosema mwana wa Maalim Mashi, maji ya moto. Asili yake hii imetoka magharibini kama sijakosea. Ujana inaonekana ndio marhala ya ukilipua hakuna shida, ukiharibu hakuna shida, baleghe inakusumbua. Kwenye Uislamu hakuna baleghe inakusumbua. Usama ibn Zaid anaongoza jeshi la Waislamu, hali ya kuwa humo ndani ya jeshi kuna Abubakar, kuna Umar, hali ya kuwa Usama hajavuka hata miaka 18. Mtume anatoa amri, Usama ndiyo kiongozi wa jeshi, na Waislamu wanaenda na wanashinda katika vita hivyo. Huyu ni kijana. Ali ibn Abi Talib, mtu au kijana wa mwanzo kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliamini na kuhifadhi wahi ndani ya kifua chake, alikuwa yeye ni kijana mdogo. Mifano na mithali ni nyingi mno, ambao hawa ndio walikuwa ni qudwa kwetu, ni uswa hasana, ni kiigizo chema. Hii ni nuru ambayo hufungiwa katika akili yako, ifungue, unaweza. Pia wanazuoni wa Kiislamu, Imam Shafi'i hajavuka miaka 9 ameshahifadhi Qur'ani nzima, hadithi za Mtume. Mpaka Imam Malik radhiyallahu anhu aliyekuwa yeye ni mtu mzima, na Malik amevuka miaka 80, alimpa interview baada ya Imam Shafi'i kuja Medina kutafuta ilmu, huku amebeba karatasi ya governor au mkuu wa mkoa wa Makka, kana kwamba anamtafutia njia ya kupita katika darasa ya Imam Malik. Na Imam Malik alikuwa ni mtu mzima kipindi hicho. Almuhimu, Imam Malik akampa interview Imam Shafi'i. Kwanza alikataa, akachukua ile karatasi ambayo kuna risala ya mkuu wa mkoa, akaitupa na kusema, mpaka kwenye dini ya Mwenyezi Mungu na ilmu ya Kiislamu au elimu nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnaleta connection. Lakini Imam Shafi'i akamwambia, hakika mimi nimehifadhi kitabu chako Al-Muwatta, kitabu ina hadith nyingi mno. Kisha Imam Malik akaanza kumuuliza maswali na kujibu. Mwishoni akamwambia, ewe kijana wangu, na hapa nataka upige mstari, ewe kijana wangu, simama, hakika wewe ni awiya min awiyati alilm, wewe ni chombo miongoni mwa vyombo vya ilmu, kifua chako kimekusanya ilmu. Lakini mche Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ucha Mungu ndiyo sababu ya kukuthiri kwa baraka na sababu ya kukuthiri kwa ilmu. Imam Shafi'i alimshtakia imam wake Waki', akamwambia, shakautu ila Waki'in su'a hifdhi farshadani ila tarki al-ma'asi wa qala li inna dinu Allahi nurun, inna ilmu Allahi nurun, nuru Allahi la yuhda li'asi. Elimu ni nuru, na nuru Mwenyezi Mungu hapewi aliyekuwa asi. Na mwisho wa kumalizia, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tusitumie fursa hizi, fursa ya Ramadhan, fursa ya visimamo, tukithirisha visimamo, kulisha sala, kusoma Qur'an na kuunganisha udugu wetu. Hakika hizi au nyakati hizi ajr na thawab huwa ni nyingi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdullah Al-Ahdal,
ingawaje mwenyewe anatuambia msiniite shekhe, lakini tutaita nani sasa? Ustaz Abdallah Al-Ahdal. Haya, kwa sasa tumkaribishe shekhe wetu wa wilaya aweze kuzungumza naye kwa uchache sana. Labda hadhira niwaambie, miongoni mwa watu ambao walikuwa wanaona haya kuambia shekhe ukazungumze dakika kadhaa, ilikuwa ni shekhe wa wilaya hapa, lakini wakati nanongona naye pale akaniambia, mimi nafahamu binadamu sisi tunapanga yetu na Mungu naye anapanga yake. Kwanza tulipanga mashekhe zetu walikuwa wazungumze zaidi ya dakika hizi, kwa hiyo neno lake lile ilikanifanya ile haya kwa muda ule ukaondoka. Kwa sauti yake ile, basi sasa sioni haya kumwambia shekhe wangu zisizidi dakika 5. Shekhe Zailai Mkoyogole, karibu sana shekhe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na watukufu, jambo kubwa kabisa kwa hapa ambapo tulipo ni hawa vijana wetu. Vijana wetu hawa wamesimamia katika jambo kubwa la msingi, na tuwaombee wazidi kusimama katika msingi huo ili waweze kufikia katika ile hatua ya mwisho kabisa ya usimamizi huu, kwani jambo ambalo wanalolifanya wao wameweza kupitia katika mazingira hayo kwa umoja wao, ndio kwa maana wamefuata jambo la kusimamia kama hili la kusaidia wenzi wao. Na kufanya hivi nayo ni kulingana na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika mwezi huu kuna wale makundi ya watu 4 ambao pepo yenyewe inawahitaji na inawapenda na inawataka kabisa. Wa kwanza kabisa msomaji wa Qur'ani, na wa pili yule ambaye anaihifadhi ulimi wake, na watatu yule ambaye anayewalisha wenye njaa. Hapo ndo mahalu shahid, anayewalisha wenye njaa, ndo ambao vijana wetu wanaendelea na jambo hili. Na wa 4 ni yule ambaye aliyefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe wetu wa wilaya yetu ya Temeke, Shekhe Zailai Mkoyogole, kwa nasaha fupi ambazo nami wote ambao tupo katika hafla hii tumeweza kustafidi na kumfahamu kwa uzuri kabisa kile ambacho amekizungumza. Naam, ratiba ambayo inafuata, nikijaribu kutazama uso wa mwenyekiti wa alumni, inanipa majibu kwamba jambo ambalo linafuata kama bado halijakamilika. Kuna wakati uso unaongea, yani ukimuona tu mtu unajua. Naam. Haya, ilikuwa na ng'atwa sikio hapa na ndugu Kheri Kibera. Nadhani wote tunafahamu kwamba hawa alumni miongoni mwa walezi wakuu mmoja wapo ni Shekhe Nuruddin Kishki. Nadhani katibu kiongozi bado mlezi, si ndio bwana Kibera? Aiyo. Kwa hiyo walezi wakuu wa Al-Hikma hii alumni ni Shekhe Nuruddin Kishki pamoja na katibu kiongozi kule Zanzibar Mhandisi Zena. Kwa hiyo hapa tunaye Shekhe Nuruddin Kishki, na kama tunakumbuka vizuri katika mwaka ulioisha wa 2024 katika mwezi wa Disemba, Shekhe Nuruddin Kishki ambaye ni mlezi wa vijana hawa alipata safari ya kwenda kule katika nchi ya Malaysia kwa ajili ya kwenda kuchukua shahada yake ya masters. Nadhani tuliona wote, bila shaka sio jambo geni kwa wenzetu hawa.
na iliandaliwa makala kuelezea ile safari yake, vile ambavyo shekhe alienda kule. Lakini isivyo bahati, ingawa watu wa tauhidi wanasema hakuna bahati mbaya, lakini Kiswahili pia hakuna bahati mbaya. Kwa takadiri ya Allah mambo hayajaenda sawa. Kwa hiyo kwa kifupi tu, shekhe alipata safari hiyo ya kwenda kule Malaysia kwa ajili ya kwenda kuchukua shahada hiyo ya masters. Tulipenda tuionyeshe hapa ili kama kuna watu ambao hawakuona waone, alafu waone kile ambacho kitafuata kingetoa maana kubwa zaidi. Lakini hata kwa mimi kusema inaweza ikatosha. Kwa hiyo kutokana na jambo lile tulishuhudia pia kupitia vyombo mbalimbali vya kihabari, hasa Kishki TV, watu mbalimbali walikuja ofisini, kwa maana makao makuu ya Al-Hikma Foundation, kwa ajili ya kumtunuku hidayah, yani zawadi Sheikh Nurdin Kishki kwa kile ambacho amekipata kule Malaysia. Kwa hiyo alumni nao wakasema hapana, sisi zawadi yetu tutaitoa katika jambo letu. Kwa hiyo ni miezi takriban 3 imepita, lakini bado tunaamini hawajachelewa. Kwa hiyo muda huu nimuombe Sheikh wangu Sheikh Nurdin Kishki aje hapa, kama ambavyo alifanywa surprise katika wale ambao walimpa zawadi, na hata hii pia Sheikh anakutana na surprise. Kwa hiyo Sheikh Kibera, Al-Akhi Kibera, karibu hapa jukwaa kuu pamoja na Sheikh Nurdin Kishki kwa ajili ya kumpa hicho ambacho wamepanga na wao kama mlezi wao wa mtunuku. Kwa hiyo zawadi hiyo ni kwa sababu ya masters ambayo Sheikh alipata kule Kuala Lumpur, Malaysia. Naam, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama tulivyojulishwa kwamba Sheikh wetu, mlezi wetu na baba yetu alipata safari miezi michache iliyopita kuelekea nchini Malaysia, Kuala Lumpur, na alifanikiwa kwenda kutunukiwa shahada ya uzamili katika fani ya da'wa kwenye chuo kikuu cha Al-Madina University. Sasa wengi wamempa zawadi, na siku zote final ndio inakuwa babu kubwa. Kwa hiyo kina Madam Fatma msijisikie vibaya kwamba mlimpa vikombe lakini sisi leo tuna zawadi kubwa zaidi kwa ajili yake. Kwa hiyo tunakuomba Sheikh uridhie kuipokea. Allahu Akbar. Mashaallah. Mashaallah. Hii kwa hapa zawadi ya kina Madam Fatma ya vikombe imefunikwa. Sio kidogo bwana, au siri ya Sheikh bwana? Zawadi hii kwa mlezi wetu Sheikh Nurdin Kishki imeandikwa: hongera mlezi wetu kwa kutoa shahada ya uzamili ya da'wa kutoka chuo kikuu cha kimataifa Al-Madina nchini Malaysia. Hakika mafanikio yako umeyapata kwa haki. Labda tu tunaweza tukaongezea kwamba baba Sheikh tena tumelichoka, tunataka daktari inshallah. Ili nisimchoshe Sheikh wangu, napenda Sheikh abaki kwa sababu ratiba inaonyesha yeye ndiye ambaye atazungumza muda huu. Haya. Allah. Tabani, baada ya tukio hilo la Sheikh kukabidhiwa zawadi hiyo, Al-Akhi Kibera umetamba hapa kwamba wewe ni wa mwisho. Sijajua umepata ishara gani kwamba wewe ndio umemaliza. Kishki TV wenyewe hajatoa zawadi. Production manager pale bwana Kimamba anaweza kaa naye anapanga lolote. Kwa hiyo sisemi wewe ni wa mwisho, sema wewe pengine ni wa 4 au wa 5. Bado wengine hawajatoa zawadi. Inshallah baada ya tukio hilo, muda huu nimkaribishe tena ndugu Khairi Ramadhani Kibera ambaye ndio mwenyekiti wa umoja huu ambao umetukusanya, aweze kuzungumza, na baada yake itakuwa ni nasaha kutoka kwa mgeni rasmi. Alhamdulillah, ratiba mpaka sasa hivi tunaonekana tuko nayo sawa. Kwa hiyo Al-Akhi Kibera falyatafadhal mashkuran ma'ajuran biidhnillah. Shukran. Nani? His Excellency, Guest of Honor,
Sheikh Nuruddin Kishk, International Islamic Religion Preacher, Chief Director of Al-Hikmah Foundation and the chairperson of the greatest Holy Quran competition in the universe. Deputy Director of Al-Hikmah Foundation, all heads of department and Al-Hikmah Foundation in attendance, Islamic religion leaders in attendance, Board of Trustees and the Executive Committee of Al-Hikmah Schools Alumni Association, teachers of Al-Hikmah Schools Alumni Association, parents, Al-Hikmah alumni members and all invited guests in attendance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May I utilize this opportunity to thank the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala who enabled all of us to be here in this event. A beautiful evening of giving, unity and blessings as titled as the Al-Hikmah Schools Alumni Association Fundraising Iftar Dinner event. As the second event preceded by the first one done in last Ramadan 2024. While we are healthy and for those with illness, I pray Allah subhanahu wa ta'ala for their speedy recovery. As is stated by the vision of statement of our association, to be recognized as the association involving a great number of alumni who serve the moral values of Al-Hikmah schools by cooperating and helping one another and perpetuate a passion of engaging in developmental activities as the returning favor to our nation's society. So my duty here is to give the description and make emphasis on the theme of the event, which aligns with our vision of returning favor to our nation's society, as it's organized to raise funds which can enable the provision of iftar meals to our fellow Muslim Tanzanian community suffering with poverty and hunger. As for them also, they can enjoy their commitment toward the fast worship, and it's the amongst 5 pillars of our religion, Islam. His Excellency, guests of honor, and all invited guests in attendance, let me quote the Quran verse when Allah subhanahu wa ta'ala said, إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Indeed, the man who practice charity and the women who practice charity and have loaned Allah subhanahu wa ta'ala goodly loan, it will be multiplied for them and they will have a noble reward. Also Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. And whatever good you put forward for yourselves, you will find it with Allah subhanahu wa ta'ala. It is better and greater reward. The quoted ayah portrays the emphasis in our Creator made upon us in giving, which will lead equality and the development of the welfare of the needy society. In our association, this year we made a pre-survey of the needy society, as with my General Secretary visited Sotele Village, Bondo Ward, Mkuranga Municipal, found in coastal region of Tanzania, the village which approximately 99% are Muslims and is located approximately 82 kilometers from here. The situation up there is really bad. Mheshimiwa mgeni rasmi, Sheikh Nuruddin Kishki, mhadhiri wa kimataifa, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Al-Hikmah Foundation na mwenyekiti wa mashindano makubwa kabisa ya kuhifadhisha Qur'an tukufu mabara yote ulimwenguni, viongozi wetu wa idara mbalimbali za Al-Hikmah Foundation, viongozi wetu wa dini mliopo, bodi ya wadhamini, kamati tendaji ya jumuiya ya wahitimu wa shule zinazosimamiwa na taasisi ya Al-Hikmah, walimu wa Al-Hikmah, wazazi, wanajumuiya na wageni wote waalikwa. Tulianza kuzungumza kwa lugha ya kigeni kwa sababu ni nature ya jumuiya yetu kwamba matangazo yetu hayaishii tu Tanzania, bali we are crossing the borders, tunavuka mipaka ya Tanzania. So tunawezesha kwa sababu tunarekodi, baadaye tutawatumia watu mbalimbali ambao wapo nje nchi walitudhamini katika utekelezaji wa hafla hii. Nitumie fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha kufika siku ya leo katika tukio hili tukiwa wazima kabisa wa afya, na wale ambao wana changamoto mbalimbali za kiafya naombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wajalie pona ya haraka. Jioni hii ni mwanana kabisa ya utoaji, umoja na baraka, kama lilivyopewa jina la hafla yetu hii. Ni iftari yenye lengo la harambee iliyoandaliwa na jumuiya ya wahitimu wa shule zinazosimamiwa na taasisi ya Al-Hikmah, ikiwa ni msimu wa pili sasa, ikitanguliwa na ile ya mwaka jana iliyofanyika mwezi Ramadhani kama huu. Kama ilivyoelezwa na dira ya jumuiya yetu, kutambulika kama jumuiya inayohusisha idadi kubwa ya watu waliowahi kusoma pamoja, wanaotumikia mila na desturi za shule za Al-Hikmah
na kushirikiana na kusaidiana kuendeleza shauku ya kujihusisha katika shughuli mbalimbali za maendeleo, ikiwa ni kurudisha fadhila katika jamii ziishizo katika mazingira magumu ndani ya taifa letu la Tanzania. Hivyo wajibu wangu leo hapa ni kutoa ufafanuzi na kuweka msisitizo wa dhamira yetu au dhamira ya hafla yetu ya leo, ambayo inaenda sambamba na dira ya jumuiya yetu ya kurudisha fadhila kwa jamii za ndugu zetu wa Tanzania. Hafla hii yenye lengo la kukusanya vitu kama vile unga, mchele, sukari na kadhalika au fedha taslimu zitakazowezesha upatikanaji wa futari kwa jamii za wenzetu wa Kiislamu wenye changamoto ya umasikini na njaa, na wao waweze kutekeleza wajibu wao huu wa ibada hii ya funga, ikiwa ni miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote waalikwa, kama nilivyonukuu maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyosema katika suratul Hadid, ni tafsiri ya Kiswahili inayosema, kwa hakika wanaume wanaotoa sadaka na wanawake wanaotoa sadaka na wakamkopesha Allah Subhanahu wa Ta'ala mkopo mwema, watazidishiwa maradufu na watapata malipo ya ukarimu wao. Nikisalia katika kitabu hicho kitukufu katika suratul Muzammil aya 20, Allah anasema, na kheri yoyote mtakayotanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuwa bora zaidi na ina thawabu kubwa sana. Nukuu ya aya hizi nilizozisoma zinasadifu msisitizo kutoka kwa Muumba wetu katika masuala mazima ya utoaji, kitendo ambacho kinapelekea usawa na kustawisha jamii za wahitaji. Katika jumuiya yetu hii mwaka huu tumefanya utafiti wa jamii za wahitaji, ambapo mimi pamoja na katibu wangu tumetembelea kijiji cha Sotele, kata ya Dondo, halmashauri ya manispaa ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, ambapo wakazi wa kijiji hiko takriban ni 99% Waislamu. Kijiji hiko kinapatikana takriban kilomita 82 kutokea hapa tulipo leo, ambapo tumeona hali za watu huko ni mbaya kupita maelezo. Nadhani watu wa mitambo wanaweka sawa, lakini wakati tunapata futari biidhnillah tutaonyesha video ambayo ni na muhtasari wa safari yangu pamoja na katibu wangu tulipoenda kutembelea kijiji cha Sotele. Kwa kweli hali za watu ni mbaya na wanahitaji msaada kutoka kwetu. Na tumewaahidi kuwa mnamo tarehe 18 ya mwezi huu inshallah panapo majaliwa, ambapo ni takriban siku 10 baada ya leo, tutarudia na kwenda kuwapelekea sadaka zetu kutokana na utafiti mfupi ambao tumeufanya. Hivyo ndugu zangu, hata sasa hivi unaweza kuwasilisha michango yako kupitia njia za malipo zinazoonekana kwenye meza zenu kwa pesa taslimu, au unaweza kuonana na uongozi. Hata kama una sadaka baada ya hapa, mnaweza mkatuona tukajua utaratibu gani ambapo inaweza ikapokelewa. Vile vile naomba nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadhamini wetu wa hafla hii, wakiongozwa na mdhamini wetu mkuu, walezi wetu Al-Hikma Foundation, Kishki Online TV, mzee wetu mzee Muhammad na familia yake, ambao wao wanatuunga mkono tangu tumeanza jumuiya yetu hii katika hafla zetu, kuanzia watoto wake mpaka mzee mwenyewe. Kaka zangu Moyas General Trading Company Limited, wauzaji wa mashini pamoja na mitambo mbalimbali, wanaopatikana Dar es Salaam mtaa wa Kiungani na Kongo, na pia wanapatikana Dodoma barabara ya 8 highway. Al-Capri Auto Spares, wauzaji wa vipuri vya magari, wanaopatikana Kariakoo mtaa wa Songea. SKJ Mobile Store, wauzaji wa simu kali za uhakika kutoka Dubai, wanaopatikana Kariakoo mtaa wa Msimbazi na Uhuru. Pia vile vile mfuko wa maendeleo ya jamii chini ya taasisi ya Tanzil Foundation, mfuko ambao unawezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kielimu, afya pamoja na shughuli zote za ustawi wa jamii. Alpha Pro na Iris Media, wataalamu na wabobezi katika masuala ya photoshoot na event coverage. Triples Food na Zoo Catering, wabobezi wa mapishi ambao wametuhakikishia leo tutapata chakula kizuri jioni hii. Bila kusahau ndugu yangu watu wa mapambo ambao wamewezesha mandhari yetu leo kubadilika kutoka kwenye shule ya nasari mpaka kuwa ni holi ya kimataifa. Ni kwa mchango wao ndio wamewezesha kwa kiasi kikubwa kuwezesha kikamilifu hafla yetu hii. Kama mnavyofahamu ndugu zangu, hafla kama hizi hapa jijini kwetu Dar es Salaam zinafanyika nyingi sana, lakini zote fanya research ndogo unayoweza wewe. Hakuna hafla ambayo ina kiingilio cha shilingi 10,000. Hapana. Na pesa hiyo ambayo tumeiweka kama kiingilio, tumegawa ni asilimia, kuna asilimia ambayo inaingia katika mfuko tutakaowapelekea wahitaji. Hivyo bila nguvu ya hawa wadhamini wetu na kuwashukuru, huenda tusingekamilisha maandalizi yote ya siku hii ya leo.
Mwisho nikiwa namalizia hotuba yangu, niungane na viongozi wakuu wa taasisi ya Al-Hikma na wadau mbalimbali ambao mmeshawaona au kuwasikia kupitia mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari kuhudhuria katika mashindano makubwa kabisa kuhifadhisha kitabu kitukufu cha Qur'an mabara yote ulimwenguni, ikiwa ni kilele cha maadhimisho ya miaka 25 tangu kuanzisha kwake mpaka hivi sasa, yenye kauli mbiu ya Qur'an, imma ikunyanyue au ikubwage. Hivyo basi ndugu zangu, twendeni sote ikatunyanyue. Yanatarajiwa kufanyika tarehe 16 mwezi huu wa 3 mwaka 2025 katika uwanja wa William Benjamin Mkapa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Na mgeni wetu rasmi akitarajiwa kuwa Mheshimiwa Hussein bin Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Bila kupoteza muda, naomba nitoe tena shukrani zangu za dhati kwenu nyote kwa ustahimilivu wenu na mwitiko wenu katika hafla yetu hii. Hivyo nisipoteze muda. Shukran sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum khairi Ramadhani Kibera. Bila shaka umefahamika vizuri kwa kile ambacho umekiwasilisha hapa. Wakati mwenyekiti Kibera akiongea, najaribu kuangalia na muda. Naona na muda hata wa magharibi wenyewe unakimbia. Na ilivyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakuna kitu kinachopendwa na watu kama adhana ya magharibi. Kwa hiyo wasiwasi wangu tu ilikuwa tusikutwe na adhana kabla mgeni rasmi hajafika hapa. Tutambue pia uwepo wa ndugu zetu wajasiriamali mbalimbali pale. Tunawaona kuna mabaibui na vitu mbalimbali, nguo za watoto. Kwa hiyo kwa watu ambao tumefika hapa, ni busara pia kwenda kutupia macho tukimaliza, ukachague vitu ambavyo vinaweza kuwafaa pengine watoto wetu, wake zetu, wazazi wetu, vitu mbalimbali vipo pale. Kwa hiyo tupike. Na muda huu bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe mgeni rasmi sasa, Sheikh Nuruddin Kishki. Falyatafadhal mashkuran maajuran biidhnillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inaonekana saumu ni kali sana. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza nitoe pongezi kubwa sana kwa vijana wetu. Mimi ni mara ya kwanza leo nahudhuria katika hafla hii, na hii ni kwa sababu ya shughuli kubwa ambayo huwa mimi ndiye mwenyekiti wake, mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ya ulimwengu. Lakini safari hii Allah amenijalia nimeweza kupata fursa hii ya kushirikiana na vijana wetu. Kwa hiyo kwanza nitoe pongezi kwenu. Ni kweli kabisa shule yetu ya nasari mmeibadilisha, mko vizuri, mapambo, jukwaa. Mimi mwenyewe nilikuwa nafikiri niko uwanja wa Mkapa hapa, lakini jukwaa nimefananisha na jukwaa la uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo kwanza nitoe pongezi kwa shughuli hii nzuri, kwa organization hii iliyo nzuri, na inaonekana pia umuitikio pia uko vizuri. Baada ya kutoa pongezi, ni kuhusieni muendelee kushikamana. Siri ya mafanikio baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni umoja na mshikamano. Warabu wanasema ta'ba rimahu idha ijtama'na takassura wa idha iftaraqna takassarat ahada.
Ukichukua mishale ukikusanya kwa pamoja ni ngumu kuvunja, lakini ukiziachanisha kijiti baada ya kijiti ni rahisi kuvunja. Kwa hiyo vijana wetu ambao mmesoma na mmemaliza katika vituo mbalimbali vya Al-Hikma Foundation, sisi tunafurahi sana na kufurahia maendeleo yenu, umoja wenu, na ni umoja ambao pia umesajiliwa. Shekhe wetu wa wilaya wameusajili, unatambulika kiserikali. Kwa hiyo ili umoja uendelee ni lazima muwe na umoja na mshikamano, mupendane, muthaminiane. Najua bado ni vijana, wakati mwingine kuna challenge, mnapingana wenyewe kwa wenyewe, lakini kumbukeni ya kuwa nyote mmetokea katika familia moja ya Al-Hikma Foundation. Baada ya wasia huu, shekhe letu Shekhe Baba Kirwasha katika masiku niliyomsikia akizungumza, siku zote anazungumzaga vizuri, lakini leo amenifurahisha sana. Anasema maua yenu yamekwisha chanua, na ua linapendeza likiwa limechanua, na kila ua likichanua likapendeza kuna taimu linasinyaa. Ifike sehemu sasa vijana mufikirie kuingia katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ndoa. Kwa kuwa ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Al-Hikma Foundation na ni mmoja katika walezi wenu, basi niseme kama kuna mwana alumni yuko tayari kuoa, atuone, tutamwezesha upande wa mahari. Kwa sababu inaonekana safu yenu ni mabachela wengi na mabachelati. Mwenyekiti mwenyewe bachela, yuko wapi? Kwa sababu mbona kakimbia? Atasingizia anasoma. Katibu wake vile vile, naibu mwenyekiti. Kwa hiyo chukueni wasia wa mashekhe, Shekhe Baba Kirwasha, shekhe wetu wa wilaya, Shekhe Zailai, muyachukue na muyafanyie kazi. Baada ya kusema hayo, tumesikiliza speech ya mwenyekiti wenu na program yake na mipango yenu. Tarehe 18 mnataka muende mkasaidie wanakijiji wa Sotele huko Mkuranga. Nilikuwa nikimuuliza hapa Khalifa, maximum mmepanga kuwa na kiasi gani ili muweze kwenda kuwasaidia? Akanambia kama milioni 5. Nikamuuliza mna kiasi gani mpaka sasa hivi? Akanambia 500,000 tu. Nikaona hii ndio ibada ngumu kuliko ibada zote kwa Waislamu wa zama hizi, ibada ya kutoa. Niliwahi kusema pahala, Sheikh wa wilaya, wanaume na wanawake wa Kiislamu, ibada ngumu inayowatoa roho, inawakereketa, hawaipendi ni ibada ya kutoa. Kama ambavyo wakina mama wa Kiislamu hakuna ibada inawakera kama mathna wa thulatha wa ruba. Ndugu zangu, muda hauruhusu sana mimi kutoa mawaidha, lakini nikwambieni tu, Qur'an inatuambia mwanadamu atakapofikia katika sakaratul maut, roho itakapokuwa inataka kumtoka, jambo pekee atakalo litamani kulifanya ni kutoa sadaka tu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nini anataka? Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Toeni katika vile tulivyowaruzuku kabla ya mmoja wenu kumfikia umauti. Umauti utakapomfikia, roho itakapokuwa katika step ya mwisho kwenye koromeo la koo lake,
atasema Mola wangu mlezi, Mola wangu mlezi, lau ungeliwaambia malaika wako wanicheleweshe kidogo tu, umesahau nini? Anasema fa asaddaqa, ili niweze kutoa sadaka, wa akum minas salihin, na niwe miongoni mwa watakaotenda mema. Mkusanyiko huu tuutumie kufuturisha na wengine. Sisi tuliokuwa humu ndani asilimia kubwa alhamdulillah hali zetu si mbaya sana, lakini kuna watu huko Sotele pengine hawafuturu, labda wanafuturu kwa maji, labda uji na pilipili ya mtama. Sisi leo nimeona hapa bwana, mashallah tabarakallah, kuna buffet. Na kwa taarifa yako Sheikh wa wilaya na Sheikh Baba Kirwasha, rafiki yangu wewe, vijana wa Dar es Salaam jiji la gharama sasa hivi futari wameigawa katika maeneo makuu mawili. Ukisikia drafti maana yake ni futari aina mbalimbali. Ukisikia msumeno ni futari wa aina moja. Yaani msumeno unakwenda mkono tap kama fundi seremala. Sasa huko Sotele huko ni zaidi ya msumeno huko. Hali si hali. Baada ya kusema hayo, naomba nisikilizwe vizuri sana. Nataka nimalizie kwa maneno makuu mawili, na kuombeni kwa heshima na taadhima na kwa utukufu wa Allah na Mtume Muhammad. Nisikilizeni, naona mshaanza kuwa bize na maji yanayopitishwa na tende na gahwa. Maneno makuu mawili. Neno la kwanza, kama mlivyohudhuria hapa, ninawaalika tarehe 16 Jumapili ijayo uwanja wa Mkapa kuja kushuhudia mabara yote ya ulimwengu yakishindana. Njoo ujionee bara lipi litaondoka na milioni 30 taslim za Kitanzania. Hakuna kiingilio. Nyinyi ni wanafamilia, nyinyi kuja kwenu ni wajib zaidi kuliko hata wengine. Wazee wetu wa kiume na wa kike ambao wanatamani kuja lakini wana wasiwasi, labda zahma zile, pressure, labda mkusanyiko unawapa tabu, wanaweza wakaacha majina yao kwa Kheri Kibera. Jumatatu nitawapatia kadi za VIP. Sisi vijana tutachanganyika popote pale. Tuko tayari jamani inshallah? Mbona kimya? Hata inshallah inawashinda. Kule wanatamka mabinti zetu, hao na watazama huko wamekaa kimya. Ni watoto wa kiume, wazee wa besi. Mko tayari inshallah? Jambo la mwisho. Kheri njoo usimame hapa na Khalifa. Nataka nizungumze kama mlezi. Leo tunataka tuwachangie Al-Hikma alumni. Sawa? Isiwe sababu mchango nitakaotoa mimi kwa niaba ya taasisi ambayo ndo baba mzazi wa watoto hawa, nyinyi mkakataa kutoa. Nyinyi mnahitaji milioni 5, sio? Ili kwenda kufuturisha Sotele, si ndio? Mna 500,000, si ndio jamani? Taasisi Al-Hikma Foundation tunatoa milioni 2. Jumla ngapi? 2.5. 2.5 iliyobakia tuchange hapa leo. Na kila atakayetoa Allah ampe maradufu. Amfurahisha hapa duniani na akhera pia. Ampe anachokitaka na amwepushe na asiyotaka. Na ambaye hatotoa, dua hii sijui itamuhusu shehe wa wilaya, inshallah itamuhusu pia. Lakini pia alumni, ili muweze kujitegemea, nimekuja kwa surprise. Niseme nisiseme? Jumatatu naomba muje mchukue bodaboda mpya kabisa kama sehemu ya kitega uchumi ya alumni. Mimi nimeonyesha mfano. Sisi jamani hatukuwazaa hawa. Sisi ni wazazi upande wa kulea. Nyinyi ni wazazi upande wa kuzaa. Sasa mlezi anafanya mambo makubwa kuliko yule ambaye ndio ajuaye uchungu wa mwana. Itakuwa mtihani mkubwa sana. Kwa naomba mpokee Jumatatu kutoka kwangu milioni 2 kama mchango wa taasisi yenu kwenda kusaidia Waislamu na wana wa Mkuranga. Lakini Jumatatu hiyo ndio mchukue ni bodaboda, muisajili kwa jina la alumni, muisimamie kupatieni pesa kwa siku, muhifadhi katika mifuko yenu, mambo madogo madogo ili muweze kuyatatua. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana vijana wetu, wazazi, wanafunzi waliomaliza, wageni mbalimbali walikwa.
na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe umri mrefu wenye kheri na baraka, atutakabalie funga zetu kama alivyotujalia Ramadhani hii tukaweza kuiona, tujalie na Ramadhani ijayo tuweze kuiona kwa baraka zake na kwa utukufu wake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Nuruddin Kishki, na tumesikia kile ambacho Sheikh amekisema. Kwa wakati mwingine hii ndio faida pia kuwa na mgeni rasmi. Ni jana tulikuwa tunabishana kama sio kuzozana kwamba kuna watu kwenye maisha yao tangu waumbwe hawajawahi kuwa mgeni rasmi. Kwa wale ambao waliwahi kuwa wageni rasmi akawa wanawatambia wenzao. Kishki TV, nuru ya dini yako.